linamwagika. Anapiga pila mpaka linamwagika. Nikiwa kama Rezo Tanzania, bwana mpaka sasa hivi Depo ana chuma zake kwenye FA kwanza. Mechi moja chuma 3. Sielewana sijui. Yani ana sasa hivi mbaya. Yani kwanza kujana kulikuwa kuna mchezo leo. Yani ukisikia Depo ni habari ya nini? Mechi moja chuma 3 na magoli yote ya Winome ya Yanga Sule, magoli yote yanapatikana Old Trafford kule kwa kina Fernandes. Kwa unaona jinsi gani kwamba kaondoka na mpira wa Golden Leaf. Tangia michuano hii ya CRDB Bank Federation Cup tangia ianze, na ndiye mchezaji gani ashawahi kuondoka na mpira wa Golden Leaf? Hakuna, ni Depo peke yake. Alafu ukija kwa Buba ana chuma zake 3 kwenye FA, ukija kwa Mr. Okelo mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu ana chuma moja, huku kwenye FA ana chuma moja. Yani ukisikia kwamba tumeramba dume kwenye sajili ya dirisha dogo, tumeramba dume kweli kweli. Hebu angalia Depo leo kaondoka na naambieni kwa watoto wa Modi au sio watoto mdada mfunga madishi, timu zote zinazoshiriki ligi kuu FA, naambieni nani shao kuondoka na mpira wa FA? Nani kashaondoka na mpira wa Golden Leaf? Hakuna, ni Depo peke yake. Ukisikia ni mwamba kweli kweli. Yani ukisikia tumeramba dume, kile kinaitwa mgosi wa ndima. Unaona bwana, pia limepiga mpaka limemwagika. Polisi jamii mwenyewe anaona Yanga ni hatari kaka. Yani unavyoizungumzia Yanga, yani ndo kapokuja hivyo kwamba tunaweza kucheza mpira wa Real Madrid, tunaweza kucheza mpira wa Manchester City, tunakubadilishia mapigo, tunaweza kucheza mpira wa Manchester City. Sasa leo tumepiga pila la Manchester wa Real Madrid. Sasa bwana, Yanga hii ole wako kutana katika maisha yako, kutana Yanga ambaye hajalogwa kaka. Hii Yanga ambaye hajalogwa kaka. Ile ya Zanzibar ile. Mtoto mmoja alikuwa ametupia ukinyamba, mna ushirikina mtupu mle kaka. Na ndio maana mtoto mmoja anapiga kelele kule. Sasa waambieni watoto wa Mudi wakidai goli la, waambieni watoto wa Mudi kwanza iwe pie. Wakidai goli ile la nani yule? Nani yule? Mwanafunzi, sema mwanafunzi. Yule ndio aloleta gumzo yote, ndio ameenda kubwaga nani chakula cha nani cha waamuzi. Sasa goli halali wapi? Usiangalie goli. Sasa ngoja kwanza. Katika maisha yako, mimi nakumbuka kule wamesema watoto wa Mudi wamepewa goli lao, ila ukienda kusoma kwenye ubao pale bui. Wewe ushawahi kuona duniani kote kinatokea kitu kama hicho? Yaani mtu anapewa goli ila point hapewi, alafu kienda kwenye ubao pale bui. Wewe ushawahi kuona wapi hiyo? Wewe ukisikia watoto wa Mudi wamepigwa na kitu kizito, wamepigwa kitu kizito kweli. Kwani kwenye mechi ile tulichozaga na Mamelodi Sundowns ilikuwaje? Sivyo, wakasema goli halali, mwisho wa siku kwenye matokeo ubao bui. Ndio mtoto wa Mudi alichofanywa. Ni halali au sio halali? Sio halali. Kwa sababu usiangalie nani mwalimu wakati yake anafunza na kwenda kufunga. Angalia wakati ule mpira unapigwa red cross. Angalia kibendera kilikuwa juu muda gani. Yani ukisikia yule kafungiwa hana makosa. Yani yule umemuonea. Yani yule mshika kibendera alikuwa fair play. Amesimamia sheria 17 kajiongeza 50 kabisa. Angalia ule mpira kabla hujapigwa kibendera kilishakuwa juu muda mrefu sana. Kwa hiyo pale kamati ya 72 imepuyanga. Ila kwenye swala lile la Dube kule wako sahihi kwa sababu unakwenda kuzuia move on ya Dube. Yani pale kama Dube juzi ile kwenye mechi ile tarehe 1, kama angemwacha walikuwa wanakwenda kukandwa mara 7.